kama matano. Ugonjwa wa kwanza ni ugonjwa wa upungufu wa damu, unaitwa anemia. Upungufu wa damu huko tumeuona. Ugonjwa wa pili ni pneumonia kwa watoto. Sawa. Ugonjwa wa tatu malaria. Ugonjwa wa nne ni magonjwa ya ngozi, ndio tumeona yalikuwa mengi. Na ugonjwa wa tano ni ugonjwa wa kuhara watoto nao upo. Sasa ugonjwa uliokuwa unaongoza hapa sana ni pneumonia na upungufu wa damu. Lakini sasa kwa watu wa Mafia, kwa nini wanapata sana ugonjwa huu sasa wa upungufu wa damu? Kuna vitu vinavyopelekea watoto kuwa na upungufu wa damu, viko ni vingi, lakini nitabainisha vichache kati ya hivyo. Cha kwanza hapa kwetu ni upungufu wa madini ya chuma. Upungufu wa madini ya chuma. Sasa vyakula vinavyoliwa hapa inaonekana kwamba vingi havina madini ya chuma. Kwa hiyo inaweza kupelekea upungufu wa damu kwa watoto. Sasa vyakula vipi sasa vinavyoweza kupelekea damu kwa watoto, yani wasipate upungufu? Cha kwanza ni nyama nyekundu. Watu wa Mafia ni samaki sana. Kwa hiyo madini ya chuma yanaonekana kwamba yanapatikana sana kwenye nyama nyekundu, yani nyama za wanyama wenye miguu minne kama mbuzi, ng'ombe, sawa? Sio samaki. Sawa? Kwa sababu samaki wapo, sisemi kwamba samaki hawana madini ya chuma, wanayo, lakini si kwa kiwango kikubwa kama hicho. Sababu nyingine ni ukosefu wa mboga za majani. Kuna ardhi nzuri, mimi nimetembea sijaona sehemu mboga zimeoteshwa sijui. Kwa hiyo unakuta mtoto anapewa chakula, labda kile kapewa wali kidogo, kapewa na samaki, imetoka. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwenye mlo wa mtoto kunakuwa na mboga za majani, kwani hizi mboga za majani zina madini mengi ya chuma. Sawa? Matembele, spinach, sawa, mchicha. Kwa hiyo katika mlo wa watoto wetu tuhakikishe kuna kuwepo na mboga za majani. Sawa? Kingine kinachokuwa na madini mengi ya chuma ni mayai, hasa kuku wa kienyeji, kwa sababu wale wanatembea, wanakula ardhini, kwa hiyo kiini cha yai inakuwa kienyeji kina madini mengi ya chuma. Kwa hiyo jitahidi kama una mtoto mdogo tuweze kumpatia angalau basi angalau apate angalau yai at least kwa wiki, hata mara 3 mara 4, kwa sababu utamuongezea hayo madini ya chuma. Kitu kingine, tunaishi ukanda wa pwani ambao kwa bahati mbaya tuseme ni mikondo ambayo ina ugonjwa unaitwa sickle cell. Sawa jamani? Ugonjwa wa sickle cell upo? Selimundu. Kwa Kiswahili selimundu, kwa Kiingereza wanasema ni sickle cell. Kwa hiyo tunaomba kwamba sasa kuwe na labda tumuone mkuu na DMO tuweze kuscreen watoto. Kama inawezekana kwa programu ya kuscreen watoto, kwa sababu mtoto akija na upungufu wa damu unamuongezea damu na nyumbani, ndio damu inakaa siku 120 tu, siku 90 almost mpaka 120, si ndio? Kwa hiyo mtoto akija na upungufu wa damu kamuongezea damu, alafu pasipo kukua, itimizi kwamba akienda nyumbani tena baada ya siku 120, siku 90 mpaka 120 unafanyaje? Ile damu iliyompa imeisha, matazi narudi pale. Sawa? Lakini akigundulika kwamba source ya hii upungufu wa damu ni nini, alafu tukatibu sasa, kama ni sickle cell ziko dawa za kuwapa na nini, tutaweza kufanyaje? Yes. Kwa hiyo tunaomba watoto wadogo, kila mtoto wako anapungukiwa damu, kila ukienda damu iko chini, iko 7, iko 8, iko 7, iko 8, iko 6, tafadhali usilale. Sawa? Apimwe kuona kama na selimundu. Sawa? Sawa jamani? Kingine ni minyoo. Kuna program katika wizara ambazo nasema mtoto kila baada ya miezi mingapi anapewa dawa za minyoo? Miezi 6. Sawa? Kwa hiyo hakikisha mtoto wako anapata dawa za minyoo kila baada ya miezi 6. Ziko kliniki zinapatikana hospitalini kwetu zipo. Kwa hiyo ni wewe kuja tu kusema naomba dawa ya minyoo, mtoto anapewa. Sawa? Kwa hiyo minyoo, mtoto akiwa na minyoo pia inaweza kupelekea upungufu wa damu. Sawa? Kingine kinachopelekea upungufu wa damu ni mtoto akiumwa malaria. Mdudu wa malaria anaharibu chembe nyekundu za damu. Kwa hiyo kama anapata malaria mara kwa mara, kwa huenda akapata upungufu wa nini? Na
kama ni malaria ni kubwa, inaweza kapelekea mpaka mtoto kupoteza maisha, kwa sababu seli nyingi zinakuwa zimefanyaje, zimeharibiwa. Kwa hiyo kuhakikisha watoto wanalala kwenye neti, kuhakikisha kwamba mnakaa mazingira ambayo mbu sio wengi, kwa sababu bila kufanya hivyo unaweza kupata malaria na mtoto akapata upungufu wa damu, kufanyaje, akapoteza maisha. Tatizo lingine ni swala la pneumonia kwa watoto, hasa watoto wachanga na watoto kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka miwili. Nafikiri pneumonia sahihi kwa wale watoto pneumonia naona kila siku. Pneumonia ndio ugonjwa namba 2 ukiacha premature. Watu wanazaliwa na uzito mdogo. Kinachopelekea vifo vingi watoto chini ya miaka 5 ni pneumonia namba 2. Sawa jamani? Kwa hiyo sasa tuna pneumonia, kwa nini pneumonia hii kwa watoto sana? Na tunaikinga vipi? Sawa? Dalili za pneumonia zinafahamika. Visababishi ni mtu anakohoa, kirusi au bakteria, mtoto anapumua, anapata kwa njia ya hewa. Sawa? Kwa hiyo ukiwa na mtoto mchanga, jitahidi sana mazingira ya usafi. Mtu anayekohoa, mtu mzima asiguse mtoto au avae mask. Sawa? Mtu anasema tumekuja kumuona mtoto kapata mtoto, jamani, mashallah anakuja na mafua na kohoa. Kwa hiyo mtoto akitoka hapo kesho mtoto hospitali. Sawa? Sawa jamani? Kwa hiyo ni kimesababishi vikubwa, ni pamoja na hiyo kwamba mtu anakohoa, mtoto anapata. Nyingine kumshika, mtu amejifuta mafua, ameshika kitambaa chake, ametia mfukoni, anamshika mtoto, anamshika mtoto. Matokeo yake akiondoka tayari. Sawa jamani? Wengine ni wale watoto wengine wale unakuta kwenye familia kuna watoto wengine wadogo wanakwenda nursery schools, wanasoma grade 1, grade 2. Akienda kule, kwa sababu kule uwezo watoto wadogo wanakuja wanakohoa na mafua sana, kwa sababu ule uwezo wao kujikinga haupo. Kwa hiyo wanakuja kucheza na mtoto mdogo. Kwa hiyo matokeo yake wanamwachia pale pale. Sawa jamani? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinapelekea ugonjwa wa pneumonia kwa watoto. Kwa hiyo tunaomba, kitu kingine nimeona unakuta mzazi anakuja kumtembelea mgonjwa wodini, anaambatana na watoto wadogo, anakuja kumuona mgonjwa. Jamani, hospitalini sio sehemu salama. Sawa? Mtoto anaweza akashika mlango, akashika kitu, matokeo kitoka hapa anapeleka ugonjwa nyumbani. Kwa hiyo watoto wadogo kama inawezekana tuache huko nyumbani, tuje kumuona mgonjwa mtu mzima tu peke yako, usiye na watoto. Umeona mtoto anacheza kwenye kondo za hospitali kidogo sio salama sana kwao, si ndio? Kwa hiyo dalili za pneumonia ningependa kusema hapa. Dalili ya kwanza ni nini? Mtoto kupumua kwa haraka, kikohozi na kupumua kwa haraka, si ndio? Kifua kudumbukia ndani. Mtoto anapumua na kifua kinafanyaje? Kinadumbukia ndani, si ndio? Homa. Mtoto anapata homa, kutapika na hata wakati mwingine kuharisha. Kwa hiyo ukiona vitu hivi, mtoto anapumua haraka na kohoa na hivi vitu nilivyosema, tafadhali ukiwahi hospitalini mapema ni rahisi kumtibia mtoto, lakini kama ukichelewa pneumonia inapelekea kupoteza maisha.